Binafsi kwangu mkurugenzi Bishop Josephat Charles Njige, this guy is my mentor. Is my mentor na amekuwa akituguide kila siku. Tumekuwa tukijifunza mambo mengi sana kutoka kwake. Kwa kweli ni mwalimu. Ni mwalimu, ni kiongozi, ni baba, ni mzazi. Kwa kweli tumekuwa tukijivunia sana kuwa naye. You are watching Cambridgeshire TV. Ni tarehe 14 ya mwezi wa 8 2026. Moja kati ya mahafali kubwa ambayo tunaona wana Buseresele, wana Geita wameitika. Moja kwa moja bila mimi kukutambulisha, nikupe nafasi ya kujitambulisha, wewe ni nani hapa Cambridgeshire Regis Buseresele? Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Olban Anthony Mahela. Ndiye mwalimu mkuu wa shule ya Cambridgeshire Regis. Karibuni sana. Shukran sana. Bila kupepesa macho pasina kupoteza muda, moja kwa moja kuna wazazi wako nyumbani, kuna walezi wako nyumbani, kuna jamii ambayo inatuzunguka inakutazama kama mkuu wa shule wa Cambridgeshire Regis hapa Buseresele, mkoa wa Geita, wilaya ya Chato. Kitu gani kama mkuu wa shule kinakuvutia kwa shule yako? Kitu ambacho wewe unajivunia na shule yako ya Cambridgeshire Regis, maana inafanya vizuri? Kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia kushukuru management yote ya Cambridgeshire Company Limited. Sisi hapa kwa kweli tunajivunia kutoa elimu iliyo bora. Na kwa kweli katika kanda yetu hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekuwa ni kinara katika matokeo ya mtihani wa darasa la 7. Hamshikiki. Hatushikiki, hatukamatiki. Lakini pia kwa darasa la 4. Kwa mkoa wetu tumekuwa tukiwa ndani ya top 10. Na kwa wilaya yetu hakuna ambaye ameweza kutukamata, ni namba 1 kila mwaka. Kwa hiyo tunamshukuru na tunajivunia sana kwa matokeo hayo. Naam. Sawa. Ni jambo gani ambalo unafikiri ni sababu chanya na sababu mama inayowasaidia wanafunzi kuendelea kufanya vizuri? Kitu kubwa ni commitment. Kwanza commitment ya walimu na commitment ya management kwa ujumla. Tumekuwa tukihakikisha kwamba walimu wanatimiza yale ambayo yanatakiwa kutimizwa darasani. Kwa kweli wanajitahidi na ukiangalia hakuna nafasi ambayo mtoto anaweza akakosa darasani na kupata elimu ambayo iko timamu kabisa. Moja kwa moja, ushauri wako kwa wanafunzi ambao wanakwenda kuhitimu darasa la 7, wanafunzi ambao umewalea kwa mikono yako kama mwalimu, kama mzazi, kama mlezi, ujumbe gani na ushauri gani ambao unawaachia wanafunzi wako wapendwa? Kwanza kabisa kwa wanafunzi wangu wapendwa niweze kuwaasa kwamba moja, swala la nidhamu. Tumewafundisha nidhamu iliyo bora. Nidhamu hii baada ya hapo waende wakaionyeshe. Hayo yatakuwa ni matunda yetu katika jamii. Lakini pia kwa wazazi tunaomba waendelee kuwalea katika maadili yaliyo bora, maadili mema, ili waweze kufikia yale mahitaji ambayo kila mtoto anayo. Hilo tu. Kingine waendelee kutumia elimu, yale maarifa na tulea hapa shuleni, huko anakokwenda waweze kuyatumia na kufanikiwa zaidi. Kuna mzazi yuko kule nyumbani anatutazama wakati huu, anasema mimi nafikiria mwanangu sijui nimpeleke shule gani Januari. Kimsingi hakuna shule nyingine zaidi ya Cambridgeshire Regis kwa Katoro. Ni waombe wazazi wote wa Katoro na sehemu nyingine waweze kuwaleta watoto wao hapa waweze kupata malezi bora na elimu iliyo bora. Naam. Kuna pre? Mnapokea kwa umri gani? Tunapokea kuanzia miaka 3. 3, 2.5 pia tunapokea. Kwa hiyo waje kwa wingi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana waje kwa wingi. Umepewa unajua umemaliza darasa la 7 miaka mingi iliyopita. Nafasi moja wanakwambia rudi darasa la 7. Kitu gani ambacho unahisi ungekibadilisha kisifanane na ulichokifanya kipindi uko darasa la 7 miaka hiyo? Kitu kikubwa nadhani nikikumbuka labda tuseme kutosoma usiku. Kwa nini kutokusoma usiku? Nilikuwa najiamini mno. Kwa hiyo rudi? Ikitokea nimerudi yawezekana nikasoma. Mimi nataka kitu ambacho utakiongeza afu kingine utapunguza. Kuongeza, kama ningekuwa nimerudi darasa la 7 ingekuwa kama nimerudi darasa la 7 kwa sasa ningeongeza bidii zaidi. Nakumbuka miaka ya nyuma tulikuwa tuna changamoto ya walimu.
lakini kwa sasa kwa shule yetu kama ya Cambridgeshire Regis, kama ningepata bahati ya kuwa hapa, maana yake ningekuwa niongeza jitihada zaidi kwa sababu ya uwepo wa walimu mahiri na wanaojituma. Sisi kipindi hicho ilikuwa unaweza kukuta darasani kwa siku moja wameingia walimu 2 tu. Kitu gani ambacho unakikemea kwa wanafunzi na unakikemea nikimaanisha kwamba kipo upande wa negative, unatamani wakifanye positive ili kiendelee kukua zaidi? Kitu kubwa ni uzembe wa kutojisomea. Hicho nakikemea. Tunawaasa watoto waendelee kujituma zaidi darasani. Kwa sababu mbali na jitihada za walimu pia tunahitaji jitihada za mwanafunzi binafsi. Kwa hiyo ninakemea sana uzembe. Mkurugenzi Josephat Charles Njige wa shule hii ya Cambridgeshire Regis Katolo, ni mtu gani kwa mtazamo wako? Binafsi kwangu mkurugenzi Bishop Josephat Charles Njige, this guy is my mentor. Is my mentor na amekuwa akituguide kila siku. Tumekuwa tukijifunza mambo mengi sana kutoka kwake. Kwa kweli ni mwalimu, ni kiongozi, ni baba, ni mzazi. Kwa kweli tumekuwa tukijivunia sana kuwa naye. Pale tunapopata changamoto amekuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Nimshukuru sana hilo na Mungu ambariki. Ipi tofauti kubwa kati ya mahafali zilizopita na mahafali hii ya 2026? Hii kama unavyoona, kwanza mazingira yamebadilika kama unavyoona. Yamepamba yakapambika. Lakini pia tumeandaa michezo mbalimbali ambayo ni bora kuliko mwaka jana. Na kama unavyoona wanafunzi wa nyuso zao zinavyomeremeta. Kwa kweli wanafunzi wako wanasubiria kwa bashasha sana. Naam, kwa hiyo mahafali hii kwa kweli itakuwa ni ya kipekee. Kabambe, na hata ukiwaangalia namna tulivyoandaa wanafunzi wetu kuanzia sare zao, muonekano wao, kwa kweli ukiwaangalia utasema hawa kweli this is Cambridgeshire Regis. Nimekutana na moja kati ya wanaokwenda kuhitimu. Nikamwambia mbona hamjavaa? Akaniambia calm down madam. Calm down. Mambo mazuri yanakuja. Basi shukrani sana. Tukaangalia namna ambavyo sherehe yetu inakwenda kuwa kabambe. Asante sana. Shukrani sana. Huyo ni mkuu wa shule ya Cambridgeshire Primary Regis hapa Katolo. Nikikwambia kwamba mahafali ya leo ni kabambe, ninamaanisha umeona suti aliyokula? Umeona mwili namna ambavyo umetulia? Hii ndo maana kwamba mahafali kabambe, tunasimamisha mji, tunasimamisha mkoa, tunasimamisha wilaya, tunasimamisha kata. Mimi ni Longina Rubesi, ndo kwanza asubuhi, ndo kwanza bado shati hazijapatwa na joto. Tukutane wakati mwingine ambapo tutakwenda kukutana na viongozi mbalimbali. Viongozi ni wengi, Cambridgeshire Regis imepanga, logistic imenyoka.